wamefanikiwa kujenga timu, na kati zipo tetesi kwamba hawa wachezaji ambao walikuwepo ama wamesajiliwa msimu huu kuna hati wengine kuondoka ndani ya club. Kauli ya kwamba wamejenga timu, wamefanikiwa kujenga timu, hapo inakuwa vipi? Ya, naangalia nafasi za zile wachezaji ambao walikuwepo na nafasi ya wachezaji walioingia ni kwa namna gani wameenda kuziba yale mapengo. Kama nakumbuka msimu uliopita Simba walikuwa na changamoto kubwa sana ya kiungo mshambuliaji. Unaangalia the difference ambayo Azizikia aliweka pamoja na hao wengine waliokuwepo. Lakini pia unaangalia msimu huu alichokifanya Jean Ahoua. Unaangalia eneo la golini Musa Kamara, unaangalia kwenye eneo la center backs walikuwa na matatizo mengi sana. Kwa hiyo kuna nafasi baadhi ambapo wamefanikiwa kupata wachezaji ambao wameenda kudeliver kile ambacho walikuwa wanakihitaji, lakini pia kuna wachezaji ambao wamekuja wameshindwa kudeliver. Kwa hiyo lazima kwenye timu kuwe na in and out. Lakini kwa asilimia kubwa naweza kusema kwa maana kwamba wamefanikiwa kujenga timu kutokana na aina wachezaji waliowapata na viwango walivyovionyesha. Then umemsajili goalkeeper kutoka nje ya nchi, then anakuja kuwa goalkeeper bora. Umemsajili kiungo kutoka nje ya nchi, then anakuja compete anakuwa kiungo bora wa msimu. Kwa hiyo obviously hadi sasa hivi Jean Ahoua ndo anaweza kuchukua kiungo bora wa msimu. And then unaangalia kwenye eneo la center backs, umemchukua mtu anakuja kwenye kikosi bora cha msimu yupo. Umesajili striker magoli 13 kwenye msimu wa kwanza, magoli 12 kwenye msimu wa kwanza. Naona ni malengo makubwa sana ambayo wameweza kuyafikia, kwa sababu unaangalia wale wachezaji waliokuja na vitu walivyodeliver ni vikubwa sana ambavyo wengi wao hawakutegemea. Kwa hiyo naangalia kwa msimu unaokuja ni nafasi chache sana ambazo Simba anaenda kusajili. Tayari alishapata mfumo wake wa timu. Kwa hiyo yeyote anayekuja anaenda kuingia direct kwenye ule mfumo wa timu. Kwa maana kwamba sidhani kama, ninadhani nafasi ambazo anaenda kusajili labda kiungo wa katikati ambayo Debora Mavambo ameshindwa kudeliver pamoja na Okajefa. Unaangalia msimu huu alikuwa anacheza sana ni Fabrice Luamba Ngoma. Kwa hiyo unaangalia kwenye eneo la kiungo ndo kuna changamoto ya kusajili, lakini pia kwa maana Ngoma tayari ameshaondoka. Ya, Ngoma tayari ameshaondoka na ameshaaga. Kwa hiyo unaangalia kwenye eneo la kiungo ndo anaweza kwenda kuongeza mtu, lakini pia eneo la ushambuliaji kwa upande wa wingers, lakini pia eneo la goalkeeper ambaye ataenda kusaidiana na Musa Pinpin Kamara.